Limechanua saa 4 majira ya Afrika Mashariki, na hizi ni habari za Patrick Media, idhaa ya Kiswahili. Jina langu ni Patrick Morioki. Tukianza na vidokezo ni kwa Brian Mwangi, kijana aliyepigwa risasi wakati wa maandamano ya kizazi cha jinsia sawa na risasi mwilini hadi sasa, na aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi akiri kuwa alikuwa miongoni mwa wale waliopanga kutimuliwa kwa gavana Kawira Mwangaza. Habari kamili. Brian Mwangi Wangari amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta miezi 7 baada ya kupigwa risasi wakati wa maandamano ya 8/8. Mwangi asiye na hatia alipigwa risasi kiolela wakati wa maandamano hayo na kubadilisha maisha na ndoto yake. Kulingana na shangazi yake Esther Wangari, anayemtunza kila siku huku akiomba msaada wa takriban milioni 1 ili kulipa gharama ya matibabu na kumhamisha katika hospitali tofauti. Hata hivyo, hospitali ya Kenyatta imeahidi kujibu ombi la familia hii. Haya yanajiri huku hali ya afya ya Mwangi ikiendelea kudorora. Na tukiachana na hayo, tuingie katika kaunti ya Meru ambako aliyekuwa gavana Kiraitu Murungi amekiri kuwa alikuwa miongoni mwa wale waliopanga kutimuliwa kwa mrithi wake Kawira Mwangaza. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi alichangia katika kutimuliwa kwa mrithi wake Kawira Mwangaza, akikosoa mtindo wake wa uongozi. Kiraitu alimkosoa Mwangaza kwa kushindwa kutimiza ahadi zake alizotoa wakati wa kampeni, huku akimshtumu kwa kuongea sana badala ya kutekeleza maendeleo ya wananchi. Alidai kuwa viongozi wa kaunti ya Meru walishirikiana pamoja ili kushughulikia mzozo wa uongozi, akiamini kuendelea kwa Kawira Mwangaza kutaathiri maendeleo ya kaunti. Hata hivyo, Kiraitu alikanusha madai kwamba kutimuliwa kwa Kawira Mwangaza kulizingatia misingi ya kijinsia, akidai kutimuliwa kwake kulitokana na utawala wake potofu wala sio jinsia yake. Na habari hiyo ya kaunti ya Meru ndio inayotufikishia kikomo kwa hivi sasa. Tupatane mida ya saa 10 jioni. Jina langu ni Patrick Morioki. Zindi kutegea kwa habari zaidi.